secret of intercession. Amen. Secrets of intercession. Siri za uombezi. Ulikuwa unazikumbuka vizuri. Zilikuwa 3, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Zilikuwa 3. Tulisema secret of intercession. Kuna kuomba na kuombea. Nilisema hivyo sasa. Bali nikasema kwa hakika kuna vitu tunavyo kwenye maisha yetu. Sio kwa sababu tumeomba kwa Mungu, tuliombewa na watu kwa Mungu ndio tumepata. Na wewe nikasema hivi, ulimwengu leo una principle ya kuombea wengine. Bwana, naomba simu ya iPhone 45. Simu 45 ipo zaidi 70. Asante. Mungu, naomba na dada yangu apate iPhone. Holy. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani hiyo kitu ina mata ulimwengu leo. Inawezekana. Mtumishi wa Mungu si huyu. Lakini mama anaomba, Baba, ninaomba kwa ajili ya mama apone, hayuko hapo. Kwa imani yuko Mbeya anapona. That is power of intercession. Sasa ziko siri ndani. Nikisema namba 1, usaidizi wa imani. Ulimwengu leo kuna kanuni ya kuamini badala ya wengine. Nakumbuka Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2 nikasema kubebeana sio. Usisahau. Dada amepata mimba ghafla. Unadhani kile ngani maumivu unaopitia ndio mchezo. Anaweza kujua. Mbele kwenye maombi. Watu wengi wanaokata tamaa ni wengi ambao hawaombei sana, wanasema sana. Ndio nilimalizia hapo. Sio nikukuta anasema mtu anaimba hapa vibaya, si yule. Ukweli kwamba akisema sana anaendelea. Ila watu kimuombea sana anakuwa the best. Anazidi. Na moja ujumbe nilikuja kwa watu. Nikwambie, naona watu ambao mnaibua roho ya maneno kwa ulimwengu kwa kusema neno wanakuwa out of key, sio anaimba vibaya, anacheza vibaya, anavaa vibaya. Kazi yetu sio kusema watu, kazi yetu ni kuombea. Jamani, amini watu wa Bwana. Unaua watu kwa sababu moja ya uchawi wa kwanza ibadani, kanisa lolote duniani, uchawi wa kwanza ni uchawi wa maneno. Jamani, amen. Fulani ndio anafeli, basi mwacheni huyo. Bwana atamtokea. Sasa usimsime sana mtu aliyekeni. Nenda kama ombe kwanza. You don't know what is going on behind. Jamani, amini watu wa Mungu. Data yetu, si ndio? Hapo tulipoishia. Kwa tunakokuwa acha kuongea. Nikamwambia ungepewa wewe uchungaji. Wacha wewe sasa hizi. Wanapenda wanawake, wanakamba sauti. Ni sahihi. Sasa nikikupa wewe uchungaji, utatongoza ndani mwezi mmoja. Kwa sababu lengo aliyokuwa nayo wewe mkubwa kuliko wewe. Baka anaanguka maana ile battle sio mchezo. New dimension, new level, new battle. Sasa, yaani leo anaopewa mimi vita na kukutana nao ni kwa level ya wenyekiti kwa nafasi. Mlitokoje naona kukutana naye. Niamini mimi, sijiuliwi. Nikupotea siku moja ukae mwenye wenyekiti ndio utanielewa ninachosema. Asubuhi yake unasema naomba kujibu. Sio mgumu nisikutisha maana uchaguzi unakuja na nishakuandika kwenye jibu. Sasa usio kakataa uko tayari gani? Kwa nini kwenye kitabu kisema pagumu hamna? Jamani, amina watu wa Bwana. So leo tunamalizia zetu 3. Amen. Ziko 5 tu. Amina. Leo tunamalizia zetu 3. Andika kwa herufi kubwa. Ulinzi wa kiroho. Au unaweza ukaandika spiritual watchmen. Walinzi wa kiroho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani moja asili ya kuombeana, kasra kaombi, niwaambie ukweli leo. Kuna kitu kinaitwa walinzi wa kiroho. Jamani, amen. Yaani ninataka uwe na maarifa. Atulini tu na watu kwa mijegele. Hakika yake kuna watu wakituombea, watu utafuta wachawi wanaona wao kwanza kabla ya sisi. Ndio mchungaji wako sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu leo kuna kitu kinaitwa watu wanaoombea wengine, wanafanyika walinzi wao rohoni. Jamani, amen. Baba anapita nini? Kaa chini ombea. Unaweza kuwa mlinzi wa biashara ya pale Chuga. Sasa uombei. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasikiza mshuna mmoja wetu. Mtu mmoja akasema, "Kajuma, tumemtaka sana kwa Juma. Sio amefanya nini? Lakini washirika wake. Mimi sipenda hiyo statement. Si kama milioni." Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja akasema, "Namfanyia sana Makasege. Tukipindi huko niko suyuko alikuwa mchamu. Ilikuwa anapotaka kutati Makasege anaona sura ya mtu wake." Utashangaa, unashindwa kuelewa. Jambo la ajabu linatokea duniani, wanawake watawaliwa. Soma hiyo. Isaya. Mshangaa hapo Mungu aliwaja. Wanawake walinda waume zao kwa mijegeli. We pray for them so as to protect our husbands. Jamani, amen. Mimi nipo fundi, mimi cyber. Mtaiwake ni simu ya mume wangu, madam, utasaidiwa vile. Niamini nini leo? Jamani, Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, mimi najua kuhaki. Nitachukua namba. Uko vizuri. Ana simu nyingine ujui. We protect our fellows by prayer. Pray for them. Huyu anataka wanaelewa vizuri kwa sababu nimekuwa naye kwenye madarasa mingi. Na ushuhuda nani? Kuna sometimes ndugu zetu wanaenda kuangua kwenye ajali kwa maombi yetu hawafi wao.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika wachao wanaofuatilia baba zetu wachungaji kule nyumbani ni nyingi mno. Yaani kuna kosa kibela zimekaa. Kuna wakati mwingine kijiji kimekaa wachao wanasema tunainuka tunaenda kupiga ule mzee wa kanisa. Alafu mzee wa kanisa wewe ndio baba yako mzee wako. Bwana asifiwe sana. Kwa prayer kwako, hakika yake niamini leo unafanyika a watchman in the spirit. Yaani kuna wakati tunapomtafuta na dawa kosa tunakuona wewe ndio maana hakupata. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio maana ile clip niweka hapo. Yaani tunamtafuta kunichanza tu moyo. Why kuna spiritual watchmen. Wasa mtaua. Why kuna mtu anamwambia huko. Kuna mtu anamwambia huko. Ndio maana kuna wakati mwingine walisia kabisa universities tusingefika. Nekta zilizokuwa na vita kali tusingefika kwa Bwana. Amen. Upepo ulikuja wa magonjwa na wewe mwaka upo. Unaingia yule. Yaani upo tu. Sikiliza ninachosema usitumwe sana. Kuna watu wamesimama kwa watchmen for you. Unapoamua kuombea biashara ya kweli, maana yake unasema kuwa mlinzi. Jamani, amen. Hiyo roho iko. Na wao usishangae. Naomba usome kitabu cha Isaya 61:22. Uone wanandoa analinda naye. Hatuendani kujua password. Mariamu ndo mwangu. Mariamu mwana kwa. Aitaka aachwe. Akaomba mwanangu akamprotect mume wake. Malaika akaja rohoni. Usimwache mume mwanamke. Mzee akupigwa kiburi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo sasa unaenda kimwili sana, unatongoza kimwili, mwingine unaenda tuki. Utaachwa sana. Jamani, amen. Nilitokea mambo magumu leo, mambo magumu yangu sasa. Ni sasa 22 sasa. Msitake tuanze kumkumbuka baraka doni wakati mpo. Isaya nimesema. Ni Yeremia imekuwa. Ndio inayosema, hebu isome, nimechanganya kwa nini? Soma kama ndio hiyo. 61:22. Nasema. Hata lini utatangatanga binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Yaani duniani kuna jambo jipya limetokea. Nisikilize vizuri, ni spiritual. Hata kama mimi ndio mama mwenyewe, nisikilize vizuri. Mke wake anapenda kwenye biashara. Hata kama ana misuli mpaka hapo. Spiritual, mwanamke ni mlinzi wa malango ya ndoa. Amen. Malango ya familia. Nisikilize anasema leo. Wanawake wale. Bwana asifiwe. Mimi siwezi kufunga. Endelea kwa hiyo. Twende. Mwanamke atamlinda mwanamume. Atamlinda mwanamume. Spiritual courage. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho inaruhusiwa. Wewe ukaomba. Yaani kuna wakati mwingine pale kwenye ile oni kiukweli ile usiku ibidi upite uvuli wa mauti. Hivi unajua nini kuna mambo mengi yanaendelea? Sio wote wanakufa sababu Yesu amewaambia waondoke. Kwa na wewe mama yako wamelaza. Umeenda ndio sasa unakwamishwa Mungu sasa unashangaa unaomba maombi yako bikini hayui. Unaitwa jina la mama. Mwambie mama, Mungu naomba mlinde na mama kule odini. Nisikilize ninachosema. Kuna kitu unafanya pale. Wakika anamtafuta mama hayupo kwenye maombi muda huo kalala amepumzika. Watu wanatupa kile kitu cha kumchukua. Wanataka ulichansi huko hapo. Unaona katokea wapi? Ndio kwa sababu place by wanaona huko huko. Ndio wale Yesu asifiwe sana. We protect our fellows by praying them. Amen. Hatuwezi kwa kufuata wewe. Wanawake Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wababa wajao Bwana asifiwe. Amen. Hatulei watoto kuishia kuwasema na kuwachapa sana. We protect them by prayer. Jamani, amen. Hebu watu wa Bwana, unasema wewe hujui kulea. Utawaambia vizuri chazi. Kugawa mimba ni vibaya. Utakufa na ukimwi. Hata umemwambia vizuri nenda mwanangu chuo. Akifika chuo kama amesahau. Jamani, amina. Hatulei kwa kuwasema na kuwachapa. Kuna watu kulichapa sana kama tusingeombewa. Tulikuwa tushazalisha. Why protect? Kuna sababu una watu. Kabisa ulitikanyelewa. Unaenda. Nisikiza ninachosema. Kuna sometimes kwa sababu ya maombi ya mwanamke mmoja alipiga magoti chumbani. Anasema mlinde mwanangu, binti yangu yupo safe wewe Bwana. Unashangaa mahusiano katika. Issue ilikuwa sio kukwambia ukweli kuhusu uzinzi, unaujua, lakini maombi yanahitaji kulinda mtoto. Jamani, amina. So tunapopata watoto watuishi kuwasema na kuwachapa sana. Wengine wamechapa na waya umeme. Jamani, utukutu uliacha kwa sababu ya waya. Sasa cha ukweli kwenye kiti ndivyo ukoka ndio niliacha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Atubadilishe ndugu zetu. Mtumishi wa Bwana tumpeleke polisi. Polisi haitoshi kubadilisha watoto. Fimbo bado hajachapa vizuri hata uchapende. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Badala ya kusema watu wa Bwana, naomba nikusaidie leo. Unakuwa lakini elewa, unaweza ukawa mlinzi wa familia. Unaweza ukawa mlinzi wa watoto wako. Unaweza ukawa mlinzi wa mume wako. Unaweza ukawa mlinzi wa mke wako. Swala sio kumfuatilia anaenda kazini saa ngapi. Swala rohoni ndio tunatembea nako. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3 no? Number 4, sio? Number 4. Tumalize leo. Amen. Wakati wananielewa kabisa. Wao msiseme ukiacha chache hapa hata wasikize. Jamani, amen.
Unajua unaona kama wewe ni mwanachuo peke yake. Hayo nimemwambia Jumamosi, unaondoka sio muda mrefu. Amen. Na tuko unasilopidia waishaondoka. Amina. Wakitoka hapa waende kusoma watumishi. Wanaweza kupumzika na kupata madogo. Watasema mshoni. Jamani, amina. Walinzi wa kioo, Esther. Unamkumbuka Esther vizuri? Fungeni kwa ajili yao. Kama nikifa change ife. Ile kitu ilikuwa very spiritual. People stand protecting this. Wanasimama kumlinda Esther. Anaingia kwa mfano kinyume cha sheria. Jamani, aliuawa. Spiritually corrected. People stand. Ukizima inamwambia mtu mmoja, afu unataka umuue. Hilo zile. No. Ndio akachanganyikiwa. Nikupe nini hata ubuta dunia nzima? Nusu ya ufalme. Yaani ngurumo nyingi. Ameingia kinyume cha sheria. Unaona watu wanaosemwa kukuombea. They stand to protect you in the spirit. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio sasa mchungaji wangu mimi sina nani naye. Ina mambo itakuwa na wasema wale wanaojifanya wachungaji wao hawana kazi. Kanisa la kwanza waliomba kwa ajili ya nani? Haitakiwa aoe sana. Asubuhi. Sio kitabu cha Mathayo 12:22. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mnakumbuka Petro alikamatwa, si ndio? Akaweka katikati. Kanisa likaomba kwa juhudi. Amina. Kwa juhudi. Watu wa Bwana, hatuishi kumwombea baba kule Nigodeni kizembezembe, tunaomba kwa juhudi. Jamani, amina. Hatuishi kumwombea baba kule kwenye sio kwenye mashamba, tunaombea kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Yeye anasemaje? Akiwa gerezani, malaika yaani unajua kama prayer point ilikuwa ni Petro, alipofika wakaacha kuomba. Ndio uelewe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye Petro alipofika yeye hapo kwa Petro liuke mwanangu, tuendelee shanga la bayando ya baha. Walisema amefika. Amina. Tuendelee, tutakutana kesho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Why prayer point yao ilikuwa Petro? Wamekamatwa wao? Hapana. Bali walifanya kwa walinzi wa mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja ya mtu tunatakiwa kwenye maisha yako, mmoja wa watu tunatakiwa uombe sana kuliko wao na Mungu kuombea wachungaji. Wao kulia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wao yeye anahitaji maombi mengi kuliko unavyohitaji maombi mengi kutoka kwake. Jamani, amina watu wa Bwana. Kwa sababu anasema inaombeni kwa protector. Nimeitwa kwa mchungaji. Mtumishi wa Bwana. Kuna vitu zinaitwa watchman's peace. Yaani unasema kuwa mlinzi wa lango la kanisa. Yuko nataka. Maanake mwanamke yoyote anayetaka hapo, shetani anamtafuta ili azidi. Wewe unakuwa pale kama mtu. Ndio sasa mtu yeye anakuambia, mwanangu, huyu kijana sisikia habari. Sasa, tutakulewa. Madam. We are waiting for you. The man is time. Jamani, amini mwenye kikao unafundisha mambo magumu. Nikufundishaje sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amini watu wa Mungu. Tufundisha mambo makubwa. Namba 3, namba 4 sasa twende. Namba 4. Na kitu kinasema kwenye siri mojawapo ya maombezi ama moja ya secret of intercession, kitu kinaitwa kuambukizana neema. Kuambukizana neema, ambukizo la neema. Jamani, Bwana asifiwe. Tunaona vizuri watumishi wa Mungu. Kuna neno inaitwa kuambukizana neema. Yaani tunajua kuimba wote, lakini kuna watu wana neema za kuimba. Tunajua kupiga drums, lakini watu wana neema ya kupiga drums. We just sharing that by praying for him. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio vizuri tunachosema. Mtumishi wa Mungu anajiona. Anaonekana mtu anajikana sana. Sasa kakani unavyoshindana na yeye kuzidi, zaidi unavyozidi kuwa chini yake daima. Not you. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri. Neema inaambukizwa kwa kuombeana. Hivi nakumbuka kwamba kabla Musa hajafa alimwekea mkono Yoshua. Kama Musa mtumishi wake alipokuwekea mkono, aliambiwa mwekee mkono. Wasiai of grace. Tunaongoza wengi na kuna neema ya kuongoza. Bali nimeshasoma mauzo hili. Anatosha nisikize na tuseme kuna kitu kinaitwa neema ya kupiga vyombo. Ndio maana una ujuzi. Ndio maana fursa haziji kwenye ujuzi na kuja kwenye neema. Bwana sasa hivi sio kupiga drums. Sasa hivi kupiga solo. Sikiliza, kinachotenda kazi ni neema. Ujuzi yuko nyuma ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kushindana na watu wale kuzidi. Waombee wale kuzidi ile neema ya Mungu. That is a principle. Mtu mmoja alishuhudia akisema, "Wiki Mungu alinipa msukumo wa kuombea mchungaji wangu." Huko pale na James Kaleko unamchukulia kawaida. Huko sio na mtumishi wa Mungu Elvis sisi unamchukulia kawaida. Ana neema ndoa yako, pray. Nisikize ninachosema. Inua kichwa wanawake na kaka wote. Bwana asifiwe sana. Kuna watu kanisani wao wana tabia. Nataka nikufundishe kitu kimoja hapo kinachoitwa grace sharing. Amen. Tunajiungamanisha na neema iliyokuwa nayo. Anakuja sasa Jumamosi jao jamani natangaza uchumba. Umeelezea na usema
Neema yule blaza naye tangaza uchumba kesho itakuja kwako ukiwa unakumbea leo. Wabariki wanaobariki. Nitawabariki kila anayefanyaje. Ndio inaitwa grace. Share. Sasa nitawalani watakao fanya. Ulani. Sio kama inayozungumza. So unaombea wengine waende. Bwana kalia dada yangu Rose. Anatangaza uchumba kanisani. Ninamuombea. Kwa maana ile unaomba hakika yake hautazalisha. Niamini mimi. Kuna kitu kinaitwa shetani anatafuta na kutoa neema ya fulani, neema ya fulani, neema ya Amina, neema ya Alex, neema ya Dori, neema ya una neema nyingi. Unasema unatoa sadaka unaenda kushika mkono hivi. Unaenda kushika mkono. Guys, we are connected that grace. Angelika anatangaza uchumba. Tunaenda kumtolea sadaka. Tunaenda kutoa sadaka, atuagi sadaka kizee. Mungu tunatoa sadaka hii kwa neema. Kama kwa mtumishi wa Mungu nani? Angelika sasa Aisha wale wasije. Nenda kupeleza Mungu natoa sadaka hii. Napoenda sana yungamanisha na neema hii ya Angelika. Kama uchukuliwa kwa ruhusa nitatolewa kwa ruhusa. Imani ni kitu cha ajabu. Unaona hata mwenyewe unaona kama unakuchekesha hizi. Yaani tunakuchekesha vizuri sana, sio? Ina uhalisia yako unachukulia vitu kawaida sana. Hakuna kitu cha utani baadaye. Ukipewa hata uji nikakumwagia mdomoni kwa utani, afu unasumu, utakufa kwa utani. Utakufa kwa utani. Rohoni ndio kulivyo. Hakuna cha utani. Wanasema mtumishi wa Mungu tunatoa sadaka, tunaunganisha mwenzetu. Anatangaza uchumba pale PHM. Unachukulia kawaida tu. We are connected by praying for him, that grace of marriage. Mtumishi wa Mungu kanisani watu wametangaza mtumishi wa Mungu Daisy Bwana ashukuru kwa habari ya gari na milioni 600. Great. We connect that grace by praying. Chukua anajiona tu. Bwana. Basi raka zetu hapo. Na gari tamwangusha mwenyewe, madam, you are the next to die. Ni gumu Ni gumu kidogo. Mtumishi wa Bwana, neema ya mtu katika is upon you. Why? Because you pray for him. Mimi kuna watu ambao nikiona wachungaji wao, I know, namuona reli ndani huko. Na yaani naona kabisa hapa, namuona Tisina ndani huko. Why? A girl is praying for Tisina. Jamani Bwana asifiwe sana. Even people who are praying here for me, I know. Kuna watu hapa wamekuwa wakimwambia sana mama wao. Someone, a certain girl somewhere. Kikoso elimu. They come me, I hear something to you. Ni kama sauti ya mama yako ikikubariki. Akasema, "True kabisa." Roho anamwambia mama wangu sana, nikamwambia baraka ya mama yako iko juu yako. We know. When you pray for someone, you pray kaka yako amekusudi maendeleo, unamwambia kwa jali maduka, "Madam, you are the next to own those shops." Jamani Bwana asifiwe sana. Achana mambo ya wizi. Achana. Unaona kuna jamaa, kuna watu hapa walikuwa kanisani. Ukiwaangalia unaona kama kina magembe. Wakina hapo sasa unaona kama kina ropo. Yaani sio swala amemliga, swala ile neema inakaa. Yaani ukimwangalia unaona kama buru yuko nyuma yake. Why? You pray. That is share. Tushajiona sana. Anafanya vile tusikilize. Unaendelea kujishindia kaburi. Jamani amina. Melewa grace ya house quick. Melewa inafanya kazi. Endelea kusema huyu jamaa alikuwa Mungu sana farika wote. Kajiconnect na ile neema kwa sadaka. Atumpatie la ya tai, tunajiconnect na ile neema kama ile anapooa leo kwa harusi. Even me sitarasalisha Bwana. Hakika yake ile neema yeye iko juu yako. We pray for him. Mtumishi wa Mungu na harusi kesho. Issue sio kuchangia kwenye group. You pray for him. Jamani Bwana asifiwe sana. Unaona sio? Mimi anafanya ubiri sana. Unajua kuna watu wakisema unaona kama wakaseki nyuma yao. Hivi ndio unayo. Swala sio wanawinga. Tatizo lako wewe ndio umekaa kijinga. We connect things in the spirit. Yaani kuna watu wakisema hapo unaona karepa copyright. Swala sio wanaonekanaje. Swala wana kitu cha karepa nyuma yao. He praying for. Jamani Bwana asifiwe sana. Unajua ni basi kuna watu unakutana nao unashangaa wanafanana na boss. Yaani hiyo na boss. Sio wanawinga. Jamani amini watu wa Mungu. Unajifunza kwake. Mtu akikuzidi fanya vitu vitatu vikubwa. Ile ndio inakuja. Number 1, jifunze kwake. Number 2, nenda kampongeze anaweza. Mkosoe anaposhindwa. Jamani amen. Number 2, pray for him. Amemba vizuri leo kwenye jioni wapi? Mungu baraka ongea. Mungu akubariki. Ila pale itaje uongezeke sauti unyama kini. Asante. Amina. Ukipiga hivi nyuma, ukikunja hivi na mleta Bwana Mungu mfunike. Mimi nawaambia nini? Mungu unamzidi leo. Asa wewe akina baraka ndio. Wewe na akina Mesha. Hiyo neema itakuaje? We sharing grace by praying for others who are above us. Kuna watu wameshafika, wewe ndio unajitafuta. Unawaombea. Unamsaidia shangazi Filimaso. Ulimpa wewe Filimaso. Leo ni wanahisi kidogo watu wanaamini kwa sababu naona nguvu ikitoka. Bwana asifiwe sana.
Ukishakuwa mbele hapo, ukishafundishwa vitu roho unaelewa utafanyika. Mwisho Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Tumeelewana habari ya mwisho ukisema neema inafanya kazi? Tumeelewana vizuri watu wa Bwana? Ndio maana tunasimika viongozi. Pale tunaanzisha neema. Nakumbuka niliwaambia watu kwa sogeni mbele na wapatia neema ya kumaliza. Au mlizani nimetoka kwenye kwa wachawi. We have read the Bible. Those wewe Yoshua aliweza kuongoza watu kwa kuwa tu mkono wa Musa ulikuwa juu yake. Aliwekewa mikono. Tukasema seniors wapeni mikono wa watu. Hatujaprode kiukweli ilikuwa mwaka wa 2020. Hutadisi kwa sababu tu ulipewa mkono tu na Kristo. Utafika makoni kama nini? Akisema hivi, I say to the our church kuna pastor fulani anawaambia hivi, leo niweka kichwa kikuu itakufikisha wewe. Hakika yake haihitaji maombi ya kufunga. Ile neema mchungaji anamwambia. Ndio maana sasa connect, unaona kanisa tunafanya maendeleo. Unajiconnect ile neema ya maendeleo huu. Kama kanisani hivi vitu havikweli vimetokea. Kanisa kwetu hii jobs hazikuwepo zikatokea. Hakika hata mimi gari alipo litatokea. Hakika hata mimi nyumba sina itakuwa. We connect by blessing. Tuna pray. Ndio maana amen. Mwisho secret of intercession. Secret of intercession. Mwisho kabisa kwa leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kitu roho kinaitwa patano la kiroho. Spiritual. Mama bila mchukia mamangu. Mtumishi bila mchukia sana mamangu. Sipendi. Nikimwona rais kichapa. Natamani kutema maji. Nimeshauriwa sana ashua kumsamehe. Pray for you. Nisikilize leo. Bwana asifiwe. Bwana sasa nataka mseme shetani asifiwe ndio nasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo kuna kitu kinaitwa patano la kiroho. Kama mtashikana mikono, mnaweza mkapatana. Sawa. Yaani mnaweza tu mkashikana mikono Afrika hivi. Ila mnamsamehe wewe. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafanya kitu kimoja. Mtu amekukosea sana, tuna stage 3. Namba 1 tunasamehe. Tunaachilia. Tunapatana. Nimemsamehe lakini mimi siongei naye. Yaani umemsamehe ex wako afu uongee naye. Ukifika kefu, mimi wanao vijana kama hao wangu sina vijana nao. Wadada oye. Wadada oye. Ndio maana tunahitaji kufundisha mambo kwa mwenye kiti. Nisamehe ex wangu. Amenikula hela. Sina muda. Inaomba mwenye kiti. Moja ya kitu ungekuwa ukijue, waga tunaanza kupatana rohoni kabla ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kiti mimi na baba azivi, muombe baba. Mwenye kiti yaani mimi azivi na dada. Dawa sina. Excuse, kuna kitu rohoni kinaitwa spiritual partnership. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje mtumishi wa Mungu Yoshua? Anasema, "Je, roho yangu haikwenda pamoja na wewe?" Yaani kuna kitu kinaitwa patano la kiroho. Sasa amenikosea sana. Usimuone vile. Ombea, Biblia inasema ombea adui yako, si ndio? Lakini sasa wabarikiwa nao waudhi. Mnapata faida gani kuwapenda wanaowapenda? Wapendeni wasiowapenda ni ziada. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Mara ya 3 Bwana asifiwe. Tunasamehe, tunaachilia, tunapatana. Nimemsamehe lakini hatuongei. Jamani, leo umesamehe, ongea. Unamaliza kazi. Jamani Bwana asifiwe sana. Tumisha Bwana, tunapatana. Moja ya kanuni ya kwanza kupatana, ingia kwenye maombi, ombea. Jamani mimi naomba. Tunaombea. Vitu tunaweza tukapatana sasa wawili wenu wakipatana, waombe lolote. Umesoma? Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Wawili wenu wakipatana, waombe lolote. Kuna Mungu hapo, kuna watu ambao Mungu anawasemesha kuwa na maombi wiki ijayo ya kifamilia. Hata sisi tunayo. Mnakuwa na maombi ya familia kabisa. Mwingine yuko kwanza sibimu wapi? Sasa kaka tutakuwa na maombi ya familia kama familia tunaomba. Unajua pale tunachokifanya? Bwana asifiwe sana. Mtashangaa mnapendana kuliko kawaida. Yale magovi kila roho tunayakina mwezi wa 9. Kila kipindi cha kufunda ndio yanatokea magovi. Yale magovi utashangaa uwaga yatokee. Kuna kitu moja ya kitu naona kwenye maombi kinafanyika. Kuna kitu kinaitwa partnership spiritual. Yaani kuna kitu kinafanyika patano la kiroho. Unapokaa unaombea vitu, unamwombea mama hata kama anakuchukia, hamjawahi patana zinaiva. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inafunga 5 za mwisho. Naomba usimame. Yesu